vijana.com mtasema kwamba kilimo akilipi, kilimo ni cha wazee, kilimo cha watu ambao hawajasoma, kilimo ni cha watu maskini. Kumbe kilimo ni utajiri. Nakumbuka 75% ardhi ya Watanzania wanategemea kilimo. Kwa kilimo kinatoa ajira kubwa kwa Tanzania. Mara tasiku. Hapa ngomare leno. Umare. Tusie tukaleta kama kule. Na mimi nilisema kwamba usichukue eneo lingine lote kabla hujamaliza sehemu ya kwanza. Lote eneo hilo bado unakimbilia eneo lingine. Kwa nini? Kwa hiyo Nalobonjo tukanda hapo fiba mki. Jana senge ishe senge. Basi. Oremile. Ndaga ba. Twabombo. Tonunu ba. Ndaga fijo. Ole nkafu. ngamo ya serikali. Serikali? Serikali okabia makujimira kupele mbombo. Abere bombo kabugwago. Baba. Ohobwike ukarere. Ohobwike ukala mbombo. Ngabake ukala mbombo jo ohobwike. Ohobwike bichi. Karibu. Kwa jina naitwa Felix Alimwende. Naona mko unapiga kazi hapa. Tunapiga kazi hapa, mjasha tuajiri hapa. Kwa ujio wake kuwekeza kwenye kilimo kumewapa fursa kidogo vijana. Ujio wake kwa mzee wa Jumilo kama umetupa fursa vijana. Kumbana kama unavyoona tunapambana, tunakizi mahitaji yetu. Safi kabisa. Kwa mko vizuri, familia zinaishi, familia zinaishi, wake tunaendesha. Yaani familia kiujumla tunaendesha ipasavyo. Usio. Kwa ujio wake umekuwa fursa kwenu hiyo. Yaani ujio wake yeye umekuwa fursa kwetu sisi kwa sababu tunapata kipato. Kwa hiyo lolote ambalo naweza nikampongeza mzee Makajumila kwa sababu amepambana hapa kama unavyoona. Hata si wenyewe nini tumepata ajira kupitia yeye. Kwa hiyo nampongeza kwa ujumla. Wajitokeze wengine kama hawa vijana tupate fursa kama hii, au si? Kwa kazi yako ni kulima hapa? Kazi yangu mimi ni mkulima tu. Nalima yani. Unapalilia. Ulianza toka kupanda migomba au? Tulianza toka tunalima, toka tunapanda, tunakusanya takataka si tupo hapa. Kuchoma matakataka nini? Kupanda kama makakao kama unavyoona. Tumepata fursa hiyo juu. Nini siri ya kukaa muda mrefu hapa mpaka umekutoka? Tulipokaa hapa ni kiujumla tunapata mshahara mzuri. Tunaelewana na mtu vizuri. Kwa hiyo yani sidhani hata kama ungekuwa ni wewe unaweza kuondoka. Sema ambao unapata hela afu unalizika. Sidhani. Maana labda tungekuwa tunagombana naye tungeweza kuondoka. Lakini tunakizi mahitaji yetu, anatuelewa. Unaitwa nani mzee? Inaitwa Elimu Mwaisumu Anganio. Niambie uko vizuri? Tupo kwa mwaka Jumilo. Jumilo. Safi, umepata ajira kijana? Yaani hapa bado tumeishia form 4 hapa. Tupo kupiga kazi hapa. Tupo kulima mwaka Jumilo tupaje ajira. Vijana nasema tusiibe. Naona. Tuko vijana wote watu wa Europa hapa tupo kupambana. Ndio ipo vizuri. Anaambia vijana msiibe. Tusiibe, tulime. Na nyinyi mlitelekeza kauli yake. Kauli mbiu hii. Na vijana fanya kazi. Ile kuiba ukikamatwa shauri yako. Kwa hiyo uko kupambana sasa? Nipo kupambana. Safi kabisa. Nikitoka huko nitaoga, nitamkuta mwanamke. Nimepata kwa mwaka Jumilo. Safi. Umeoa kumbe? Na mtoto? Sina mtoto bado. Bado. Safi sana. Kwa kupitia hiki imekupa ajira sasa ya kupata sema kujiingizia kipato cha uhakika. Ungejitokeza tu wengi hapa tungekuwa vijana na ajira. Jumilo alipo kazi hapa na bado naendelea kazi hapa kupambana. Na upo kwa muda gani toka shamba inaanza? Toka shamba nafyeka, tupo nafyeka hapa. Wewe ilikuwa miti hapa. Ilikuwa miti hapa, ilikuwa pori. Hata ukiangalia sehemu na bado anataka fyeke huko chini. Na vijana tuna ajira, sijui miaka mingapi hapa kuisha.
Sawa sawa. Ukipita hapa na kula mua na shiba hamna chai hapa. Unaongeza sukari mwilini. Ndio nguvu zinaendelea kuwepo. Alafu unapiga jembe. Kwa hiyo shamba namba 2. Shamba namba 2. Bila tulikotoka namba 1. Lakini nafurahi kusema hii kwenye miti huu. Ni shamba lenye ukubwa wa ekari 10. Ambazo kama nimekuambia kule kwamba nategemea kwamba karibu vyote vitu ninavyolima vinakuwa na process. Kwa nategemea hapo iwe kama sehemu ndogo kuweka viwanda tudogo vya process. Hayo mazao kahawa ambao nalima kule nyumbani kilomita kama 3.5. Na hizi kokoa hapo ndio kama viwanda. Na kama nilivyosema mara nyingine kwamba naangalia kwamba kama kuna products zingine ambazo zinatokana na ndizi mbali ya kula, basi tuangalie hizo tutakuwa. Maji ni hayapo. Lakini tuna bwawa letu kubwa hapo, bwawa la Kiungululu lipo jirani hapo. Ni kuweka mota tu hapa ya kuvuta maji kuja kutoka huko kuja hapa ili kusaidia kusupport shughuli za shambani huko. Kwa hiyo mito tutaikata sasa. Hiyo ila safari nitaikata. Inafika muda wa kiuza. Ipo mingine imepita hata muda, ipo mingine bado. Shamba miti na ukubwa gani? Ekari 10. Ekari 10. Ile shamba nimelipata tangu 2002. Mara ya kwanza nipanda migomba, lakini kutokana na usimamizi kutokuwepo kwa sababu ya mizunguko ya kazi, basi migomba ile ikafa. Kwa hiyo nikaamua kupanda miti mmoja baada ya mwingine. Ndio. Na ni ambao na kuna mitiki, kuna mipaini na sawa. Kwa sababu kwa lambao Busokelo. Soko la mbao. Soko la mbao ni kubwa sana. Kwa sababu ujenzi bado unaendelea, na unajua kwamba Busokelo na shauri mpya kwa shughuli za ujenzi ni kubwa mno. Na inakuwa mno kwa kasi kwa sababu kutokana na shughuli mbalimbali za uchumi ambazo zinaendelea ndani ya Busokelo. Kama tunavyoona kwamba kilimo sasa hivi cha kakao ndani ya Busokelo ni wimbo wa taifa. Ni wimbo wa taifa kwa watu wengi wanahamia, watu wengi wanatafuta mashamba kwa ajili ya kulima. Mimi vijana.com mtasema kwamba kilimo akilipi, kilimo ni cha wazee, kilimo cha watu ambao hawajasoma, kilimo ni cha watu maskini. Kumbe kilimo ni utajiri. Nakumbuka 75% ardhi ya Watanzania wanategemea kilimo. Kwa kilimo kinatoa ajira kubwa kwa Tanzania. Na unaona migombe na inavyokubali huko. Kubali mno. Hapa nimepanda maharage na huko namalizia kupanda maharage kwa shamba. Hapa pana ekari kama 4.5. za maharage. Za maharage migomba hiki na unapanda kote maharage. Ulizungumza kuhusu ufugaji, utafugia huko kwa au unataka kufugia? Ufugaji ndani nyuma ya mlima. Kule tulikuwa mara ya kwanza kuna sehemu kama Mkevu. Ndio kuna ekari kama 5-6. Kwa nje na kilimo nataka kupia uingie kwenye ufugaji. Ile BBT ile ninapesha na mifugo na nataka nifanye hivi. Sasa mifugo na ninapesha mifugo, na bahati nzuri nimeagiza tayari mashine ya kuchakata chakula cha mifugo na hasa ng'ombe. Wewe ni mkulima wenyewe. Wataalamu wa kilimo la kutembeleaga, lakini moja ya changamoto kubwa ya wakulima wa vijijini ni kukosekana kwa wataalamu. Inawezekana wataalamu wapo, lakini wengi wao wanakaa ofisini. Mimi bahati nzuri tayari nimefika au mbaya, sijamuona mtaalamu yoyote anakuja kunitembelea. Sijamuona mtaalamu yoyote. Lakini nafurahi kwamba wiki 2 zilizopita au kimoja na nusu iliyopita nikamwona afisa kilimo amenifuata shambani kule. Ana mshana. Nifuata kulitakiwa na mgeni mtaalamu wa kahawa na kakao Tanzania hii aje nitembelee huko. Kwa hiyo ratiba kaingiliana, bahati mbaya na yeye alipata dharura hakuja. Kwa next week ndo anakuja huko. Shida kwa nini wataalamu hawatembeleaga wananchi huko, na wameajiriwa kwa ajili ya neno, lakini kwa sababu kwa changamoto? Nafikiri ni msukumo wa serikali tu. Ni msukumo wa serikali kwa sababu hao wanategemea ngazi ya juu. Ngazi ya juu kakaza buti hawa hamna ambacho wanaweza. Na bahati nzuri wamepewa
vitendea kazi, wamepewa pikipiki za kutembelea, lakini sijui kama zinafanya kazi au la. Lakini katika shughuli ya kilimo kuna umuhimu wa mabwana shamba kuwatembelea wakulima. Kuna muhimu sana kuongeza uzalishaji, lakini uzalishaji wa mfano. Mimi kwa mfano nalima kwa kutumia ile mazoea tu. Mazoea inawezekana labda ningelima vizuri zaidi kwa kufuata ushauri wa kitaalamu. Ingewezekana mazao ingekuwa bora zaidi kuliko hivi inaonekana sasa. Kwa sababu wenzetu wamepitia mafunzo mbalimbali, wanajua wana test ardhi kama ili ardhi inatakiwa zao gani na kubali, lakini huko hakuna. Lakini pili wanapofanya kututembelea ni muhimu zaidi kwa sababu hawafanyi kama kificho, ni wanaunganisha na serikali. Kwa serikali naye inaweza kutoa mchango mbalimbali kuona kwamba huku kuna shughuli zinazoendelea kufanya. Hebu ngoja tuone. Kwa naanzisha shamba darasa, inawezekana kaanzisha darasa kupitia kilimo. Masuala udongo, testi udongo, kupima udongo. Hatujaifanya hiyo, hatufanyi. Kwa hiyo inawezekana ingekuwa faida kubwa zaidi. Na sio kwangu tu. Hata kuna nchi wengine. Tungekuwa napata mazao zaidi au mavuno zaidi ya hapa tunaotegemea. Mfano mzuri ni zao la kakao. Zao la kakao sijaiona tiba hata siku moja zao la kakao. Na ndio maana utakuta kakao inatoa maua mengi. Inatoa mengi. Lakini mwishoni utakuta mti hauna hata matunda zaidi hata 20. Yote yanapukutika na utakuta wadudu wengi kama simizi. Hatujui nini. Ni wasiana mtaalamu mmoja wa chuo cha utafiti Arusha. Utafiti wa damani kwa TPRI. Sasa hivi inaitwaje? Kwa hiyo nifanya utaratibu akasema piga picha, nikapiga picha kumpelekea yale mazao ambayo yameathiriwa. Yana wadudu wengi na maua mengi, lakini mpaka sijapata jibu. Inawezekana nikipata jibu inaweza kutusaidia elimu hiyo kutoa hata kwa watu wengine namna kufanya. Kwa kati. Inawezekana imechelewa ingekuwa zaidi ya hapa. Lakini kutokana na tulichanganya na mahindi, tulima kilimo cha mahindi huko ndani. Kwenye migomba. Maharage pana mwezi wangapi? Maharage pana mwezi wangapi? Maharage yana wiki 2. Mwezi huu yana wiki 2. Na kuendeleza kupanda yote kwa wakati mmoja kwa sababu nilisema kwa mashambani yale mashambani humu ambako mvua inanyesha mara kwa mara na ardhi inahifadhi maji. Ukipanda haraka inaweza kuoza maharage kwa sababu mvua itakuwa bado haijakatika. Okay. Kwa sasa tunategemea wiki la kesho baada ya Pasaka tupande pale. Yameanza kwa nini wiki kesho ngoniani hapa? Ngoniani hapa. Amekuwa haraka lakini. Anakuwa haraka, ardhi ni nzuri na uzuri. Hapa hatujaweka kitu chochote zaidi ya kupandia migomba mbolea. Tupandia migomba mbolea basi. Mbolea samadi, sio mbolea kemikali, samadi. Na migomba yenyewe ina muda gani? Hii migomba ina mwezi wa mwezi wa 6. Mwezi wa 6. Kwa hapo kufika hata mwezi wa 9 utaanza kula ndizi. Kwa hili ni shamba namba 2, namba 3 liko Kibole. Kibole nako nimepanda hii shamba nimepanda nao nini? Hivi. Lakini matarajio yako makubwa baadaye ni kuwa mashamba kokoa. Mashamba kokoa. Kwa sababu lengo ni dhamira ya kupanda kokoa, mche wa kokoa na mgomba. Mche wa kokoa, yani mgomba unatumika kama kivuli na kama chakula kwa kokoa wakati ni mchanga. Lakini kadri inavyokuwa, nguvu ya mgomba inapungua, nguvu ya mche wa kakao inaongezeka. Kwa hiyo utakuta migomba inakufa. Na hasa itakapoanza kudondosha majani. Kwa baadaye mtajua kwa itakuwa kokoa tu mwanzo mwisho. Ni kokoa tu. Mashamba yote ni kokoa. Kama nataka shamba
natafuta shamba la migomba tu ambalo hata sitachangana zao lingine. Ya migomba tu natafuta tapanda kwa ajili ya kula, biashara. Naitwa Christopher Ndendekisye, ni mkurugenzi wa chuo cha True Road Safirisha. Sisi tuna kozi 6. Ya kwanza fashion designing, ya pili cosmetology ambayo ina maeneo mawili, hair dressing lakini pia na beauty, ya tatu hotel management, ya 4 tunafundisha upande wa magari kuendesha, na haya ni magari makubwa, malori na gari za abiria. Ya 5 ni kozi ya ujenzi wa vitu mbalimbali, kwa hiyo tunaita construction and crafts. Ya 6 ni mambo ya biashara kwa maana business studies. Sisi tupo Ilala Boma, Dar es Salaam, karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Hosteli ni bure kabisa kwa wale ambao wanatoka mbali. Asanteni.